Bwana Yesu asifiwe sana. Karibuni siku ya leo tukasome neno la Mungu. Na siku ya leo tunaenda kusoma kitabu cha Isaya 58 mstari wa kwanza. Kuanzia mstari wa kwanza na kuendelea. Tukajifunze baadhi ya mambo kwa Biblia na ni jinsi gani tunapaswa kufanya. Mstari wa kwanza inasema, piga kelele usiache, paza sauti yako kama tarumbeta, wahubiri watu wangu kosa lao na nyumba ya Yakobo dhambi zao. Walakini wanitafuta kila siku, hupenda kujua njia zangu, kama vile taifa waliotenda haki. Wasiache sheria ya Mungu wao, hutaka kwangu amri za haki. Ufurahi kumkaribia Mungu, usema, mbona tumefunga lakini huoni? Mbona tumejitaabisha nafsi zetu lakini uangalii? Fahamuni siku ya kufunga kwenu, mnatafuta hanasa zenu wenyewe na kuwalemea wote watendao kazi kwenu. Tazama, ninyi mwafunga mpate kushindana na kugombana na kupiga kwa ngumi ya uovu. Amfungi siku hii ya leo hata kuisikizia sauti yenu juu. Je, kufunga namna hii ni saumu niliyoichagua mimi? Je, siku ya mtu kujitaabisha nafsi yake ni kuinama kichwa kama unyasi na kutanda nguo za magunia na majivu chini yake? Je, utasema ni siku ya kufunga na ya kukubaliwa na Bwana? Je, saumu niliyochagua sio ya namna hii? Kufungua vifungo vya uovu, kuzilegeza kamba za nira na kuwaacha huru walioonewa, na kwamba mvunje kila nira. Je, sio kuwagawia wenye njaa chakula chako na kuwaleta maskini waliotupwa nje nyumbani kwako? Umwonapo mtu aliye uchi, umvike nguo, wala usijifiche na mtu mwenye damu moja nawe. Ndipo nuru yako itakapopambazuka kama asubuhi, na afya yako itatokea mara, na haki yako itakutangulia. Utukufu wa Bwana utakufuata nyuma kukulinda. Ndipo utaita na Bwana atakuitika. Utalia naye atasema, mimi hapa. Kama ukiondoa nira, isiwepo kati yako, wala kunyosha kidole, wala kunena maovu. Na kama ukimkunjulia mtu mwenye njaa nafsi yako na kuishibisha nafsi iliyoteswa, ndipo nuru yako itakapopambazuka gizani, na kiu chako kitakuwa kama adhuhuri. Naye Bwana atakuongoza daima, atashibisha nafsi yako mahali pasipokuwa na maji, na kuitia nguvu mifupa yako. Nawe utakuwa kama bustani iliyotiwa maji, na kama chemichemi ambayo maji yake hayapungui. Na mtu wako atapajenga pahali palipokuwa ukiwa, ukiinua msingi ya vizazi vingi. Nawe utaitwa mwenye kutengeneza mahali palipobomoka, na mwenye kurejeza njia za kukalia. Kama ukigeuza mguu wako, usihalifu Sabato, usifanye hanasa yako siku ya utakatifu wangu. Ukiita Sabato siku ya furaha na siku ya utakatifu na Bwana yenye heshima, ukitukuza na kutozifanya njia zako mwenyewe, wala kuyafuata ya kupendezayo, wala kusema maneno yako mwenyewe, ndipo utakapojifurahisha katika Bwana, nami nitakupendezesha mahali pa nchi palipoinuka. Nitakulisha urithi wa Yakobo baba yako, kwa maana kinywa cha Bwana kimenena haya. Mungu awabariki sana kwa kuweza kulisikiza neno la Mungu na kuweza kujifunza mambo mengi. Tumejifunza kuhusu saumu na tumejifunza maana halisi ya kufunga. Sio kufunga kuwapendezesha watu ama kuwaonesha watu
wewe unajua kufunga, bali unafunga kwa ajili ya mwingine. Unafunga ili kuwa faida kwa mtu, ili mtu huyo apate baraka kutoka kwako. Unawalisha wale ambao hawana chakula na wale ambao wako na mahitaji, unakuwa ni msaada kwao. Siwe ni mtu wa kufunga ambao ni kufunga kwenye hasara, bali huwe ni mtu mwenye kufunga na watu washuhudia na kusema hakika dada huyu amesimama kikamilifu na anaweza kutusaidia sisi ambao tuko wanyonge. Jifunze kusaidia watu, jifunze kusimama na watu, jifunze kuwa baraka kwa watu kama vile neno limesema. Maana ukisema unafunga na unataka tu kufurahisha watu, itakuwa ni hasara kwako. Tusipende kufanya vitu vya hasara, tusipende kufanya vitu ambavyo vitatuletea hasara baadaye. Mungu atusaidie sana, mimi nikiwa mmoja wao. Mungu anisaidie sana ili nikawe baraka kwa watu. Natamani niwe baraka kwa watu, natamani niwe baraka kwa mtu ambaye yuko karibu na mimi, iwe ananijua au hanijui, lakini maneno yangu yakawe faraja kwake, na pia nilicho nacho kidogo kikawe baraka kwake. Nisiwe tu ni mzigo kwake au kujionesha kwamba mimi nimeokoka na kumbe matendo yangu ni maovu. Kwa hivyo Mungu anisaidie sana, na pia nawe Mungu akusaidie ili tukaweza kumpendeza Mungu. Ndipo anasema hapo mstari wa 14, ndipo utakapojifurahisha katika Bwana, nami nitakupendezesha mahali pa nchi. Kwa hivyo neno la Mungu linatuambia Mungu atatupendezesha mbele za Mungu na mbele za wanadamu. Mungu akubariki, Mungu awe pamoja nawe mpaka kipindi kingine tutakapoendelea kujifunza neno la Mungu. Shalom.